tukapate kuliona neno la Bwana katika kitabu cha Wafalme wa pili, 2 King chapter 4 from verse 8, na Bwana atatubariki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana tukuzwe. Hilo ndilo neno la Bwana ambalo Bwana ameandaa, ni kwa ajili ya roho yako na ni kwa ajili ya roho yangu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inaongea kuhusu mwanamke mmoja aliyekuwa anajua siri. Inaongea pia kuhusu mtumishi wa Bwana aliyekuwa anaitwa Elisha. Bwana atukuzwe. Biblia inasema kwamba kulikuwa na mwanamke mmoja ambaye aliona mtu wa Mungu akipita mahali pale karibu na yeye. Bwana atukuzwe. Biblia inasema kwamba alipokuwa anamuona, siku moja akamkaribisha kwake. Manake alijua na akatambua kwamba huyu si mtumishi wa Bwana wa kawaida. Bwana atukuzwe. Kuna jambo ambalo si la kawaida aliweza kugundua. Manake nataka kuamini ya kwamba mahali pale palikuwa na njia ili huyu mtumishi wa Bwana apate mahali pa kupitia. Na hatujaambiwa ni yeye peke yake alikuwa anapitia pale. Bwana Yesu asifiwe. Mahali kuna barabara watu wengi wanapitia. Lakini huyu mtumishi wa Bwana wakati alipokuwa anapitia pale, huyu mwanamke akaweza kumkaribisha kwake. Manake alijua kwamba huyu ni mtumishi wa Bwana. Alijua kwamba amebeba nguvu ambazo si za kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Licha ya kuwa kwamba watu wengi walipitia kwa ile barabara, huyu mtumishi wa Bwana wakati alipokuwa anapita, ule mwanamke akamkaribisha kwake. Bwana Yesu asifiwe. Alimkaribisha tu kwa sababu alitambua ni mtu wa Bwana. Alimkaribisha manake alitambua huyu si mtu wa kawaida. Amesibeba nguvu ambazo si za kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja alipokuwa anapita, akamwambia karibu na ule chakula hapa kwetu. Mtumishi wa Bwana akakaribia. Bwana Yesu asifiwe. Akakaribia mahali pale, akapewa chakula na akara. Bwana atukuzwe. Biblia inasema kwamba mara kwa mara alikuwa anaingia katika ile boma. Mara kwa mara akipita mahali pale, hakuwa anapita ile boma, manake alikuwa amekaribishwa. Bwana atukuzwe. Lakini wakati wote alipokuwa anapitia pale karibu, alikuwa anaingia, anakula na anakunywa. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba baada ya siku kadhaa, mtumishi wa Bwana akiingia mahali pale, Biblia inasema kwamba ule mwanamke alikuwa ameolewa, alikuwa na bwana yake mahali pale. Bwana atukuzwe. Nilikuwa nafikiria ama nilikuwa naona kuna mambo mengi wakati alipokuwa nakaa naye pale, ama wakati alipokuwa anampakulia chakula. Bwana asifiwe. Labda kuna mambo mengi alitabua, labda kuna mambo mengi aliona, akatamani kushiriki baraka zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Manake Biblia inasema kwamba akaambia mume wake, nataka tukaweze kumjengea nyumba pale kwa ukuta. Manake huyu ni mtakatifu wa Bwana. Yani si mtu wa kawaida. Alikuwa ameona watu wengi, alikuwa na majirani, alikuwa na watu wa familia, lakini kuna jambo alitambua, huyu ni mtakatifu wa Bwana. Kwa hivyo akataka akuwe na yeye wakati mwingi. Bwana Yesu asifiwe. Alimkaribisha na roho safi. Bwana atukuzwe. Akaamua kwamba atamtenda mambo mema. Manake si mtu wa kawaida. Manake ni mtakatifu wa Bwana. Manake amesibeba nguvu ambazo si za kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke akasikia kwamba atasiriki katika zile nguvu, atasiriki katika maisha ya mtumishi wa Bwana. Akataka awe karibu. Bwana Yesu asifiwe. Sio kuja kula na kunywa na anaondoka, lakini yawe anakaa mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Ni kama alitengeneza madhabahu ya mtumishi wa Bwana ili yawe anakuja anakaa mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Akasikia kwamba atagharimika. Biblia inasema kwamba wakamjengea nyumba, wakaiweka meza, kwa ile nyumba wakaweka taa, kwa ile nyumba wakaweka kiti, kwa ile nyumba wakaweka mpaka na kitanda. Manake walitamani akaweze kuishi maisha mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Hawakuhesabu hasara. Haukuwa mtu wao. Hawakuwa wanamjua. Ni kumuona walimuona. Wakatambua huyu ni mtumishi wa Bwana. Wakasikia kwamba hawatanyamaza. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wataweza kutenda mambo yaliyo mema mbele zao. Bwana Yesu asifiwe. Wakataka kumpendeza, wakataka kumfurahisha. Bwana Yesu asifiwe. Wakasikia kwamba watashiriki katika utumishi wake, katika maisha yake, katika huduma zake. Wakasikia kwamba watasimama na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Manake walijua kwamba ni mtumishi wa Bwana. Bwana asifiwe. Wakasikia kwamba watagharimika, watajinyima ili mtumishi wa Bwana akapate kupata nyumba. Watajinyima ili mtumishi wa Bwana apate kiti ya kukalia katika ile nyumba. Wakasikia kwamba watagharimika, watajinyima ili mtumishi wa Bwana apate kitanda ya kuja kulalia mahali pale.
Bwana Yesu asifiwe. Sidhani walikuwa wanatenda yale wakiwa kuna kitu wanatarajia. Manake kulingana na Biblia, walikuwa ni watu walikuwa sawa. Walikuwa ni watu walikuwa wamebarikiwa. Walikuwa ni watu walikuwa na mambo zao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo si ati kuna kitu walikuwa wanatarajia kutoka kwa ule mtu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na baada ya muda Biblia inasema kwamba mtumishi wa Bwana akaona watu wamekuwa wakarimu sana. Akasikia hata yeye kuna kitu angetaka kufanya. Ni kwa ajili ya maisha ya watu ambao wamesimama na wao, ambao wamesimama na maisha yake, ambao wamesimama na huduma yake. Akasikia kwamba hata yeye kuna kitu angetaka kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Akamuita, akamuuliza, umetusaidia, umesimama na sisi. Je, ungetaka kufanyiwa nini? Alikuwa tayari kuongea hadi na mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Mama akamwambia, usijisubue, mimi niko sawa. Bwana atukuzwe. Lakini walipokuwa wanaendelea, Biblia inasema kwamba Gehazi akamwambia, huyu mwanamke hana mtoto na mume wake ni mzee. Bwana atukuzwe. Mtumishi wa Bwana akamwambia, muite. Bwana atukuzwe. Manake alikuwa amesibeba nguvu za Bwana na alikuwa anajua kwa Bwana yote yanawezekana, na alikuwa ameguswa na yale matendo Bwana ule mama alikuwa amewafanyia. Alikuwa ameguswa. Bwana atukuzwe. Alikuwa ameguswa na ukarimu wa ule mama. Kwa hivyo akasikia kwamba hata yeye lazima atende jambo katika ile jamii. Hata yeye lazima ahusike katika maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Akatamani kuona Bwana akitenda katika ile jamii. Akatamani kuona Bwana ambaye yako ndani yake akaweze kudhihirisha nguvu zake. Akatamani ikajulikane ni kweli anamwabudu Mungu aliye hai. Akamuuliza, ni nini ungetaka nikufanyie? Lakini ilikuwa ni baada ya ule mama kujitolea. Ilikuwa ni baada ya ule mama kutoa mali yake. Ilikuwa ni baada ya ule mama kumpikia. Ilikuwa ni baada ya ule mama kuijenga nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa ni baada ya ule mama kununua meza na kuweka kwa hiyo nyumba. Ilikuwa ni baada ya ule mama kuweka taa katika ile nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana atukuzwe. Unajua wakati mwingine tunachoka na kutenda mema. Bwana Yesu asifiwe. Tunachoka hata kama tumeokoka. Unatenda mema, unafika mahali unachoka, unaachilia. Unaona ni wewe unatenda mema, wengine hawatendi. Bwana Yesu asifiwe. Unachoka na kutenda mema. Nimekuja adhuhuri ya siku ya leo nikutie nguvu katika hali ya kutenda mema. Bwana atukuzwe. Unaweza tenda mema na tukose kutabua. Unaweza tenda mema na ukose mtu wa kukupongeza. Unaweza tenda mema na ukose mtu anatabua kwamba unatenda mema. Kuna Mungu aliye juu mbinguni anayeona. Bwana Yesu asifiwe. Kuna Mungu aliye juu mbinguni anaona mpaka yale unatenda sirini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana atukuzwe. Tunaanguka katika mtihani. Manake tunataka kutenda yale binadamu wanaona, lakini binadamu hawana uwezo wa kutulipa. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuja nikwambia kwamba usichoke na kutenda mambo yaliyo mema. Matendo mema yanalipa. Ni yanalipa vizuri. Wakati mwingine nimeona waibaji wakikuja kuhojiwa kwenye runinga. Wanaulizwa na hii kazi ya uibaji, uko na kazi nyingine unafanyanga? Anasema hapana. Mwingine anasema ndio, niko na biashara nyingine. Wanaulizwa na hii kazi inalipa? Hii kazi huwa inalipa? Wanasema inalipa. Mwingine wanasema hapana, haijaingia vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini matendo mema inalipa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, matendo mema, kanisa, matendo mema inalipa na inalipa vizuri. Wakati unapotenda mema, tunaweza kosa kujua, lakini siku moja Bwana atakukumbuka. Siku moja Bwana atakushughulikia. Siku moja. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa hata wewe ulitenda mema na ukasahau, lakini kuna Mungu hawezi akasahau. Bwana Yesu asifiwe. Kuna Mungu hawezi akasahau. Bwana atukuzwe. Ilikuwa ni baada ya ule mama kutenda mambo mema akakumbukwa. Bwana atukuzwe. Alisimama hapo kwa mlango. Mtumishi wa Bwana akamwambia, mwaka ujao wakati kama huu utaweza kumkubatia kijana. Bwana atukuzwe. Sikumaanisha haukuwa naomba. Miaka mingi alikuwa ameomba. Miaka mingi alikuwa amengoja. Miaka mingi alikuwa ametarajia. Lakini kwa ajili ya hiki kitendo alichokitenda wakati huu, ikamgusa hata Mungu akiwa juu mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Labda umechoka na kutenda mema. Labda umechoka na kumngojea Bwana.
Endelea kutenda mema kwa sababu analipa vizuri. Siku moja kwa ajili ya hilo jambo unaweza ona likiwa dogo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna wakati wa kukumbukwa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kabla hatujaendelea na hilo neno, ningepata tukaweza kuliona neno lingine katika Matendo ya Mitume 9. Tutarudi hapo na ninaamini ya kwamba tutabarikiwa. Matendo ya Mitume 9. Inaongea kuhusu mama moja aliyetenda mambo mema. Akawatendea watu ambao hawangeweza kumsaidia. Maana hata Biblia yenyewe inawaita maskini. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiona mtu ambao Biblia inasema kwamba ni maskini, ni kweli. Biblia inasema ni ukweli. Biblia inaongea ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana atukuzwe. Matendo ya Mitume 9 from 36. Na tutabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni mwanamke mwingine aliamua kutenda mambo mema. Biblia inasema kwamba alikuwa na washonea wajane, watu ambao walikuwa ni masikini, watu ambao walikaa kama wamesahaulika, watu ambao walikaa kama hawana matumaini. Lakini yeye kama mtumishi wa Bwana akaamua kwamba atasimama na wao ambao hawapendeki, ambao wamesahaulika, ambao hakuna hata mwingine anaowashughulikia, lakini akasimama na wao katika hali ya kuwashonea kanzo na manguo. Bwana Yesu asifiwe. Wakati alipokuwa na watendea yale, wakati alipokuwa nasimama na wao, wakati alipokuwa na wapelekea manguo, hakuna kitu angetarajia kutoka kwao. Hawangekuwa na kitu ya kumlipa, hawangekuwa na kitu ya kumsaidia, hakuna mahali wangesaidiana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana atukuzwe. Tabitha hakuna kitu angehitaji kutoka kwa wale maskini ama kutoka kwa wale wa mama. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yeye akaamua atasimama na wao bila kutarajia kitu chochote kutoka kwao. Akafanya na moyo safi. Biblia inasema kwamba alikuwa mama wa kutenda matendo mema. Bwana Yesu asifiwe. Yeye hakuchoka na kutenda matendo mema. Leo hii naweza nikakutendea matendo mema nikitarajia na wewe kesho unitendee. Leo hii naweza nikakualika kwangu nikitarajia na wewe kesho unialike kwangu. Lakini huyu mwanamke hakuna kitu alikuwa anatarajia kutoka kwa hawa wajane, maana walikuwa ni maskini na yeye alikuwa amebarikiwa, lakini akaamua kusimama pamoja na wao. Bwana Yesu asifiwe. Katika maisha tunaoishi tunatafutana marafiki, vile tunajuana, vile tunapelekana, vile tunaweza kusaidiana. Bwana atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hata wengine ni wa muhimu sana. Hata huyo unaona hakuna kitu unaweza tarajia ama ngojea kutoka kwake, machoni pa Bwana ni wa muhimu sana. Bwana Yesu asifiwe. Na Bwana atusaidie sana. Biblia inasema kwamba wakati mmoja alikufa. Wakati mmoja alikufa tu. Ni kwa sababu alikuwa ni mtu na alikuwa na mwili na damu. Alikufa. Bwana atukuzwe. Na wakati alikufa, kama kuna watu waliguswa ni wale wa mama. Biblia inasema kwamba wazee elders wawili walitumwa waende wakatafute Petro. Bwana Yesu asifiwe. Manake walisikia kwamba huyu hakuwa nafaa kufa kwa ajili ya matendo yake. Bwana Yesu asifiwe. Waliona hana haki ya kufa kulingana na matendo yake. Biblia inasema kwamba wakatumana Petro. Bwana Yesu asifiwe. Wakatuma elders wawili, wazee wakatumwa, endeni mumtafute, mwambie mkuje na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba wazee wakaenda na wakakuja pamoja na Petro. Walikuja kama wamefuatana. Akapelekwa juu kwa orofa, manake huyo alikuwa amekufa. Biblia inasema kwamba hata alikuwa ameoshwa. Hakukuwa na matumaini. Kwa sababu kama mtu amekufa, hakukuwa na matumaini. Akapelekwa, akaoshwa na akawekwa juu. Petro alipofika, akapelekwa mahali pale. Bwana atukuzwe. Wamama wakakuja wakilia, wakiwa na maguo mikononi mwao, wakiwa na maguo wakimuonyesha Petro. Ni yeye alikuwa na shona, ni yeye alikuwa kama tumaini letu, ni yeye alikuwa anatutendea, hatukuwa na mwingine, ni yeye aliyesimama na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Licha ya kuwa kwamba si wetu, licha ya kuwa kwamba sisi hatujamsaidia na kitu chochote, lakini yeye amesimama na sisi. Tutafanya nini? Petro akaguswa. Biblia inasema kwamba akawatoa nje. Akasema na kila mtu atoke nje. Akamuomba Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Akamuomba Bwana, manake macho yake yalishuhudia yale huyu mama alikuwa ametenda. Macho ya mtumishi wa Bwana yakashuhudia yale alikuwa amefanyia hawa wa mama. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba akamuomba Bwana. Na kwa sababu Bwana ni mwaminifu, na kwa sababu Bwana ni mwenye haki, akamtendea ule mama haki.
akaishi tena, akamfufua. Bwana Yesu asifiwe. Manake kulikuwa na kitu kilikuwa kinaonekana mikononi mwao, walikuwa na kitu ya kuonyeshana mikononi mwao, walikuwa na kitu ya kusimamisha na kusema hana haki ya kukufa huyu. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa ni mama mwenye kutenda mambo mema. Leo hii Bwana Yesu asifiwe, sijui kama ingelikuwa ni mimi, kuna watu wangelisimama mbele za Bwana wamwambia hapana, haujatufanyia haki. Bwana Yesu asifiwe. Yaliyotendeka si haki, hakuwa nafaa kufa kwa sababu ya 1 2 3. Bwana Yesu asifiwe. Kwako sijui ingekuwa namna gani. Kwako sijui tukijikuta katika hali kama hiyo. Kuna watu wanaweza simama waseme alitulisha chakula siku moja. Kuna kitu hivyo wanaweza simamisha waseme ni yeye aliyefanya hii. Kuna kitu tunaweza simamisha katika haya madhabahu tuseme Bwana mkumbuke ni kwa ajili ya hii maua, ni yeye aliyeleta. Bwana Yesu asifiwe. Tujifunze kutenda mambo mema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu siku inakuja tujipate katika hali zingine, tuhitaji watu watakaosimama na kuritia jina la Bwana kwa niaba yetu. Bwana Yesu asifiwe. Mama Msinamu alikuwa ameomba siku moja, lakini mpaka wakati aliposimama na mtumishi wa Bwana naye akaritia jina la Yesu, maisha yakabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, tusichoke na kutenda mema. Tafuta jambo la kufanya zaidi ya huyo unaona anahitaji msaada. Mahali unaweza kutenda tenda. Biblia inasema tenda mema, enda zako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ole wetu, manake tunatenda mema tukigojea kulipwa, na tusipolipwa tunaachana nayo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana tusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana tukapate kurudi kwa neno letu bado tulikuwa tumelisoma. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba wakati ukafika na mtoto akazaliwa, neno la mtumishi wa Bwana likatimia, akapata kijana. Mwaka uliokuwa ule mwaka tu ama ule wakati alikuwa amenenua kwamba utabarikiwa na mtoto. Ni kweli akabarikiwa na akakubatia ule mtoto. Biblia inasema kwamba na mtoto akaendelea kukua. Bwana atukuzwe. Lakini siku moja Biblia inasema kwamba siku moja kijana akiwa mkubwa, kijana akiwa mtu wa kuongea. Bwana atukuzwe. Siku moja akiwa na baba yake zamani, akaumwa na kichwa, akasikia kwamba anaugua, akawa anaugua, akaambia baba yake kichwa yangu. Baba akaita mtumishi wake, kamwambia mpeleke kwa mama yake. Bwana Yesu asifiwe. Alipopelekwa kwa mama yake, Biblia inasema kwamba ule mama akamshika ule mtoto, akamweka kwenye magoti yake na mpaka adhuhuri. Lakini jioni ilipofika, ule mtoto alikuwa amekufa. Bwana Yesu asifiwe. Ule mtoto akawa amekufa. Lile tumaini alikuwa nalo likawa limefika mwisho. Mtoto ule alikuwa amebarikiwa naye, ambaye alikuwa furaha, ambaye alikuwa baraka katika familia yao, manake ilikuwa ni baada ya miaka mingi. Siku moja ikafika na akakufa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mtu anapokufa, hapa unapokufiwa, kitu ya kwanza unaanza kuoboresa hapo tu, na marafiki zako na watu wa jamii mnaanza kuoboresa. Ni kwa sababu mmepata maiti, hakuna matumaini tena. Sasa ni mipango yanze vile mtakaoweza kumpeleka kwenye makaburi. Lakini namshukuru Bwana, nasangazwa na matendo ya huyu mama. Manake Biblia inasema kwamba wakati mtoto alipokufa na akaona ni kweli amekufa, hakuna matumaini, hayuko tena. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba hakukumbuka mochari, hakujiuliza ni wapi nitakaompeleka, hakutafuta marafiki, hata hakuanza kulia. Biblia inasema kwamba aliweza kumpeleka katika ile nyumba aliyokuwa amejenga. Bwana Yesu asifiwe. Bwana atukuzwe. Maiti, mtoto amekufa, lakini kabla hajafikiria jambo lingine, akakumbuka kuna mahali aligharimika na kutengeneza nyumba, akakumbuka kuna mahali. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa amenunua kitanda ni kwa ajili ya mtumishi wa Bwana anayetembea na nguvu za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Akakumbuka kuna mtumishi wa Bwana alikuwa ameushika wakati alipokuwa anabarikiwa na ule mtoto. Bwana atukuzwe. Akakimbia na huyo mtoto, akaenda akafungua ile nyumba aliyekuwa ameijenga yeye mwenyewe. Biblia inasema kwamba akiwa na ujasiri akamlaza huyo kijana katika ile kitanda ya mtumishi wa Bwana.
Ilikuwa ya mtumishi wa Bwana ndio, lakini ni yeye aliyekuwa ameinunua. Bwana Yesu asifiwe. Hakumhusisha mpaka bwanake kumwambia mtoto amekufa. Hakuna mahali tunaambiwa aliambia bwanake mtoto amekufa, lakini alikumbuka kuna kitanda inaolaliwa na mtumishi wa Bwana. Kuna kitanda inaolaliwa na mtu aliye na nguvu ambazo ni za kipekee. Biblia inasema kwamba akaenda akamlaza katika ile kitanda. Bwana Yesu asifiwe. Na akafunga mlango na akaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Kutoka hapo akaenda kumtafuta mtumishi wa Bwana. Alijua kwamba usi mtu wa kawaida. Alijua kwamba yote yanawezekana. Alijua kwamba kuna mtu alikuwa ameakisha moto. Bwana Yesu asifiwe. Akajua kwamba sitabebana na maiti, sitaanza watu tuwaboreze, lakini naenda kumtafuta mtumishi wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Naenda kumtafuta mtumishi wa Bwana akujia nene jambo, manake kwa Bwana yote yanawezekana, manake usi mtu wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii katika maisha tunaishi kuwaboreza, tunaishi kulia, kwa sababu kuna mambo yetu yalikufa. Bwana Yesu asifiwe. Licha ya kuwa kwamba ni Bwana alikuwa ameushika wakati ulikuwa unafungua hiyo biashara, wakati ulikuwa unaanza hiyo ndoa, wakati mambo yaharibika, haumkumbuki Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Unaanza kuwaboreza, unaanza kulia, unaanza kujiuliza maswali, unaanza kuwatafuta marafiki ili wakusaidie, unaanza kutafuta masauri. Lakini shukuru Bwana kwa ajili ya huyu mama, alikumbuka kuna mtumishi wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Alikumbuka kuna mtumishi wa Bwana. Ni wangapi wakati tunapopatwa na shinda tunakumbuka kuna mtumishi wa Bwana, tunakumbuka kuna madhabahu, lakini tunaanza kulia wakati mambo yanaenda kombo katika maishani mwetu. Nimekuja nikwambia kwamba si wakati wa kulia, si wakati wa kuoboreza, si wakati wa kunugunika. Ni kwa ajili ya mambo ambayo yamekufa katika maishani mwako. Chukua maiti, yarudishie mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Chukua maiti, yarudishie mwenyewe aliyokuwa amehusika. Biashara yako iliyokufa yachukue sasa, yarudishie mwenyewe, atairejesha uhai. Yeye ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Ndoa yako ambayo imekaa kana kwamba imekufa, Bwana Yesu asifiwe. Si wakati wa kuoboreza, si wakati wa kulia, si wakati wa kufikiria, lakini ni wakati wa kumtafuta aliyekuwa amehusika pale mwanzo. Chukua maiti, yarudishie mwenyewe. Wacha kubebana na maiti. Mungu tunayemwabudu anataka tuishi katika hali ya amani, anataka tuishi katika hali ya furaha. Biblia inasema kwamba, anasema njooni nyote msumbukao na kulemewa na mizigo. Njooni nyote msumbukao. Wakati mwingi tunaona hili neno kama ni la wenye dhambi, manake tunalihubiri wakati tumeenda mikutano ya nje, lakini hili neno ni letu mchana wa siku ya leo. Hayo mambo ambayo yanakusumbua, hayo mambo ambayo yamekufa katika maishani mwako, enda kwa Yesu, enda kwa Bwana, enda kwake yeye aliyekuita. Yeye ako na nguvu na uwezo. Bwana Yesu asifiwe. Anataka tukae maisha ya amani, anataka tusijisumbue. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mama alikuwa na haki ya kuanza maombolezo, manake mtoto tayari alikuwa amekufa, lakini alijua siri. Alijua kuna mtumishi wa Bwana, alijua kuna nguvu ambazo si za kawaida, alijua kwamba kuna Mungu anayeweza. Wacheni tumkibirie Bwana, wacheni turudi kwa madhabahu ya Bwana wakati mambo haiko sawa katika maishani mwetu. Tumeomboleza ya kutosha, tumelia ya kutosha. Ni kwa ajili ya maisha yetu, ni kwa ajili ya hali ambazo tunazipitia, lakini ni wakati wa kumtafuta Bwana, ni wakati wa kurudi kwenye madhabahu ya Bwana. Tumewakibiria watu wetu ya kutosha na hatujapata msaada. Bwana Yesu asifiwe. Tumetetea kutosha, lakini hatujapata msaada. Ni wakati wa kumwendea Bwana, ni wakati wa kumtafuta Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Turudi kwenye madhabahu ya Bwana, mahali kuna nguvu ambazo si za kawaida. Haya madhabahu ya Bwana yametengwa kwa ajili ya mambo kama hayo, ili tunapokuja na kulitia jina la Bwana, ili tunapokuja na kutafuta uso wa Bwana, hakika Bwana anashuka na anatutendea. Neema iliyoko kwenye haya madhabahu si neema ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Neema iliyoko kwenye madhabahu ya Bwana si neema ya kawaida. Nguvu zilizoko kwenye madhabahu ya Bwana si nguvu za kawaida. Kibia kwenye madhabahu ya Bwana, kibia kwake Bwana, mtafute Bwana. Mama
alilasa mtoto kwenye kile kitanda na akaenda kumtafuta mtumishi wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Akaenda kumtafuta mtumishi wa Bwana. Akamwambia, ni wewe uliakisha huu moto, kuja sasa. Bwana Yesu asifiwe. Na akamwachia, hako kwenye kitanda yako. Sasa kutoka hapo ni wewe. Muachie Bwana. Muachie Bwana. Umejishughulisha ya kutosha. Sasa muhusishe Bwana na muachie. Bwana Yesu asifiwe. Muachie Bwana. Yeye ako na nguvu na uwezo wa kutosha. Bwana atukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Tusipokuja kwa Bwana, tutaenda kutafuta msaada mahali kwingine. Tusipokuja kwenye madhabahu ya Bwana, maana mambo lazima yatatupata. Changamoto katika maisha lazima tutakutana nazo. Na tusipokuja kwa Bwana, tutaenda kutafuta msaada mahali kwingine. Bwana Yesu asifiwe. Tunakutana na changamoto mingi. Wakati mwingine unaansia kwamba hauna nguvu ya kuendelea. Kuja kwa Bwana. Yeye anaona na anajua. Unasikia kwamba hauna nguvu ya kuomba. Usipokuja kwenye madhabahu ya Bwana, usipokuja kutafuta uso wa Bwana, usipokuja kulitia jina la Bwana, we utatafuta msaada kwingine. Bwana tusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na utakapotafuta msaada mahali kwingine, itakuwa ni kuyahatarisha maisha yako. Bwana atukuzwe. Wakati mwingine tunatafuta msaada kwa watoto, kwa wazazi wetu, kwa watoto wetu, na hata kwa marafiki zetu, lakini wanatupotosha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana atukuzwe. Ni marafiki wetu ndio tunaenda kuomba mashauri kwao, lakini tunajikuta tumepotoka katika njia za Bwana. Ni wakati wa kumrudia Bwana katika kila jambo. Bwana unalolipitia, tafuta Bwana kabla hujaenda kwa huyo rafiki, kwa sababu pia nao unamhitaji. Muhusishe Bwana. Mambo ya Walawi 10. Agiza, kisha moto ukatoka hapo mbele za Bwana, nao ukawara, nao wakafa mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hapa Biblia inaongea kuhusu vijana wawili. Walikuwa ni vijana ama walikuwa ni watoto wa Aroni. Walikuwa na maagano na Bwana. Wakaambiwa na hii moto ambao nimewahakishia isiwahi simika. Bwana Yesu asifiwe. Na wakaelewana hivyo na Bwana, ya kwamba wataitunza ile moto, haitawahi simika. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile Biblia inasema kwamba moto ya madhabahu isiwahi simika. Moto ya maombi ndani yetu tusikubali isimike. Bwana Yesu asifiwe. Moto ya kumpenda Bwana ndani ya mioyo yetu kama kanisa tusikubali isimike. Kulikuwa na hawa vijana pia walikuwa na maagano na Bwana, ya kuwa kwamba ile moto, kuna moto Bwana alikuwa amewahakishia na akawaambia kwamba isiwahi isimika. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa najaribu kuangalia ili moto uendelee kuwaka ni nini inahitajika. Bwana atukuzwe. Bwana atukuzwe. Ili moto uendelee kuwaka nini inahitajika? Lazima wewe mwenyewe ukue pale karibu. Bwana atukuzwe. Lazima wewe mwenyewe uchangie. Kama ni kuweka kuni, ili moto uendelee kuwaka. Manake ukiondoka, kuni zitaendelea kuwaka na moto inasimika. Lazima ukue alert, lakini lazima ukue umejisikia hakuna kurara ili hii moto isisimike. Bwana Yesu asifiwe. Na hata nasi kama tunataka mioto iliyo ndani yetu, ama moto wa maombi, ama moto wa ushirika, ama moto wa upendo, Bwana Yesu asifiwe, ama huduma zetu isije ikasimika, lazima tukue alert wakati wote. Lazima tukue tukiwa tunajisikia, ili kama kuni inahitaji kuongezewa, unaongezea. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ukue pale karibu na ule moto. Bwana atukuzwe. Hawa vijana wawili wakawa kuna moto walikuwa wamehakishiwa na Bwana. Bwana asifiwe. Na wakaambiwa kwamba wasije wakakubali ikasimike. Na kwa sababu walikuwa ni watu na wako na mwili uko na udhaifu wake. Unaweza kaa kwenye ile moto ndio, lakini kausingizi kakupate, ustukie moto imesimika. Unaweza kuwa mahali pale, lakini uwe na mambo mingi kwa kichwa, changamoto ziwe mingi, ustukie moto umesimika. Bwana Yesu asifiwe. Ni mara ngapi moto ndani yetu ya maombi inaenda chini? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya yale mambo ambayo tunakutana nao. Siku moja, Bwana Yesu asifiwe, ile moto ikasimika. Walikuwa wamekubaliana na Bwana. Na Bwana akiwa juu mbinguni akajua kwamba ile moto imesimika. Na Bwana anatupenda kwa udhaifu wetu. Bwana anatupenda na anatujua. Anaona mpaka ndani ya roho zetu. Akajua kuna kitu kene akiendelei sawa. Na akajiandaa kuja kuhakisha moto mara tena. Lakini yole wao. Bwana Yesu asifiwe. Wakati nilipokuwa mdogo nikiwa nyumbani kwetu, kukiwa hakuna moto na hakuna kiberiti, na ninaamini hata wewe kwenu mlifanya hivyo.
Ulikuwa unatumwa kwa jirani, unapewa kisahani, hizi masahani ya mabati, ikizeeka inatobokaga mazimo. Ulikuwa unapewa, enda kwa mama fulani, enda kwa jirani, enda uombe moto, tukuje tuakishe. Unaenda unawekewa makaa mawili ama tumakaa tutatu, unaletea mama yako, mnakuja mnaweka kwa jiko. Kibarua ilikuwa ni kupepeta. Mnapepeta mpaka ile moto inawaka. Inawaka ndio, lakini hiyo moto si ya kwenu, ni ya kule kwa jirani. Licha kuwa kwamba imewaka kwenu, haikuwa yenu, ilikuwa ya huko kwa jirani, lakini inawaka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana atukuzwe. Si kwenu hakukuwa na moto, mkaenda kuomba kwa jirani, mkapewa makaa mawili tatu, mkakuja mkapepeta, mkaweka kuni hadi moto ikawaka. Imewaka ndio, lakini si ya kwenu, hiyo ni ya huko kwa jirani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hata wao vijana, nataka kuamini, walienda kwa jirani, walistukia moto nao imezimika. Wakaona ni kama Bwana, ni kama wakajifanya wajanja. Wakasema si bora moto. Nimekuja nikwambie si bora moto. Bwana Yesu asifiwe. Si bora moto. Wakaenda kwa jirani, wakaomba makaa mawili, wakakuja kupepeta. Bwana Yesu asifiwe. Moto imesimika na walikuwa wameambiwa na Bwana waichunge. Bwana atukuzwe. Wakasema Bwana moto, wacha tuende kwa jirani, wacha tuende tuombe makaa, tukuje tupepete. Si bora tuakishe moto. Bwana Yesu asifiwe. Wakafanya vile. Bwana atukuzwe. Naye Bwana akiwa juu mbinguni alikuwa ameona moto imesimika, na kwa sababu anawapenda na anawajali. Bwana Yesu asifiwe. Akateremsha moto akuje awaakishie mara tena. But ole wao. Biblia inasema kwamba Mungu ni moto urabao. Bwana atukuzwe. Wakati moto ilipokuwa inateremka ikapata kwenye madhabahu, kuna moto ya kigeni, kuna moto yenye haitaburikani, kuna moto ya madhabahu ingine imewekwa kwenye madhabahu ya Bwana. Ole wao. Biblia inasema kwamba walilabwa pamoja na hiyo moto na wakakufa. Bwana Yesu asifiwe. Wagerudi kwa Bwana aliye mwingi wa rehema. Neno la Bwana linasema kwamba Bwana ni mwingi wa rehema, ameketi kwenye kiti cha rehema, na rehema zake huwa mpya kila asubuhi. Katika hali zetu, katika udhaifu wetu, katika unyonge wetu, wakati tunapotabua kuna jambo haliko sawa, ni vema kurudi kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unajua mambo yako haiko sawa, uko chini katika hali ya maombezi, kuna mahali umeenda kombo, Mungu ni mwingi wa rehema, enenda kwake. Manake hata usipoenda yeye mwenyewe anaona, usipoenda yeye mwenyewe anajua mahali shinda iko. Bwana Yesu asifiwe. Enda kwa Bwana, kubali. Kabla hujachukua hiyo sahani tulikuwa tunachukua na kuendea moto kwa mwingine, enda kwa Bwana kwanza. Kabla hujachukua hiyo sahani na kuenda kwa jirani, kabla hujaenda kwa hiyo madhabahu ingine. Bwana Yesu asifiwe. Tafuta mapenzi ya Bwana. Mtafute Bwana, ni mwingi wa rehema, ataweza kuturehemu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana atukuzwe. Maiti yaliyokufa yarejeze kwa Bwana. Aliyeanzisha kazi njema ndani yako ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana atusaidie sana. Walirambwa pamoja na ile moto. Manake haikuwa, ilikuwa ya madhabahu ingine. Wa kanisa tuachane na madhabahu na moto ya kwingine. Manake hatujui yalikuwa na maagano gani, hatujui ni ya madhabahu gani. Dumu kwa madhabahu ya Bwana katika hali ya udhaifu wako. Mungu ni mwaminifu, anajua, anaelewa, anakupenda, anakujali. Bwana Yesu asifiwe. Huduma yako wakati unasikia imeenda chini, wacha kwenda kutafuta nguvu zingine, wacha kwenda kutafuta roho kwingine. Enda kwa mbele zake Bwana, mwambie Bwana nimekuja. Unajua, Bwana Yesu asifiwe, nilikuwa na nguvu, ni huduma yangu ilikuwa imeinuliwa, lakini kwa sababu ya udhaifu wangu nimerudi chini. Bwana ni mwaminifu, Bwana anatujali, ataturejeshea nguvu mara tena. Ako tayari kutuhakishia moto ambao ilisimika, watoto waliokufa, biashara zetu zilizokufa. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto alirejeshwa kwa sababu huyo alijua siri. Si wakati wa kuoboresa wapendwa, si wakati wa kukimbia kwingine, si wakati wa kutafuta nguvu za kwingine. Dumu kwa madhabahu ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Atakurejeshea. Bwana atukuzwe. Maandiko inasema kwamba atarejesha mpaka miaka iliyokuliwa na nzige. Ni nini Bwana aweze akatufanyia? Msaada wetu uko katika Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tusioboreze tena, tusilie tena. Ni kwa ajili ya huduma zetu, ni kwa ajili ya maisha yetu, ni kwa ajili ya ndoa zetu. Tusilie tena.
Tumwendee Bwana. Wacheni tumtafute Bwana usiku na mchana, tumtafute Bwana, tulitie jina lake Bwana, tukubali jinsi tulivyo, twende mbele zake. Bwana ni mwaminifu na anatupenda. Bwana Yesu asifiwe. Tumelia ya kutosha, tumehangaika ya kutosha, tumeenda huko kwingine ya kutosha. Tuachane na mioto ya kwingine, tumwambie moto ulisimika. Bwana ni mwaminifu na ako tayari kutuhakishia tena ili tukaweze kuendelea. Ni mwingi wa rehema, kila asubuhi rehema zake ni mpya. Yeye hajakaa pale akigojea ukitenda kitu akugonge, lakini yeye ako tayari kukukubatia kila wakati. Mpende Bwana na moyo wako, mtafute Bwana na moyo wako, na hakuna wakati utakapopungukiwa. Na hata wakati ule utapungukiwa, usiogope kwenda kwake Bwana, usihaibike kwenda kwake Bwana. Jinsi ulivyo, yeye ni mwema na ni mwaminifu. Peleka kwake Bwana yote yanayokusumbua, muachie, yeye atashughulika. Bwana Yesu asifiwe. Tabitha alioshwa kawekwa kwenye gorofa, Petro akapelekwa, kaambiwa kutoka hapo ni wewe. Bwana Yesu asifiwe. Elisha alipelekwa, akafunguliwa nyumba, kaambiwa ako hapo kwa kitanda yako, na mwanamke akaondoka. Aliitiwa mtoto akiwa ako uhai. Muachie Bwana, huko kwingine atashughulika. Ni mwenye nguvu, ni mwenye uwezo, anatupenda na anatujali. Tumejishughulisha ya kutosha, yote tuiache kwa Bwana aliyetuumba, anatupenda. Barikiweni sana na Bwana.